Sasa bwana, tayari pale mdau wetu Omari amesharekebisha kupitia YouTube channel East Africa Radio. Kama uko YouTube andika East Africa Radio utatuona hapo. Utamwona Exaudi Mteo na niona mimi hapa. Mimi ndio nimevaa miwani ambao unaniona. Exaudi Mteo unamwona hapa anashika simu kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi, na ujumbe huo unauandika kupitia namba ya simu ya 0683 802 966 0683 802 966. Moja kwa moja tukisonga mbele hapa kabisa saa 11 na dakika 50. 11 na dakika 50. Sasa bwana, Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tarehe 8 Machi 2025 lilimkamata na baadaye kumjeruhi kwa risasi alipojaribu kutoroka chini ya ulinzi mtuhumiwa Stanley Dismas Ulaya, umri wa miaka 18. Huyu ni mkazi wa kata ya Nguruka wilayani Uvinza mkoani Kigoma, kwa tuhuma za kumteka mtoto mmoja wa kiume mwenye umri wa miaka 8, mwanafunzi wa darasa la pili katika shule ya msingi Mbezi Ubungo. Huyo mtuhumiwa alitekeleza tukio hilo tarehe 6 Machi 2025 wakati mtoto huyo aliposhuka katika daladala kabla kuingia katika geti la shule. Alipokamatwa mtuhumiwa na kumpeleka hadi Bagamoyo Pwani, ambapo mtuhumiwa alikaa naye vichakani huku akitumia namba ya simu ya mzazi aliyokuwa kwenye madaftari kupiga, huku akidai kwamba anataka pesa kwa vitisho, amwachie mtoto asimdhuru, ampe hiyo hela, usiponipa nitakufanyizia. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tarehe 8 mwezi huu Machi mwaka 2025 lilimkamata na baadaye alipojaribu kutoroka chini ya ulinzi na maofisa wa polisi kuchukua tahadhari zote za kumfanya asitoroke kwa kupiga risasi hewani, lakini mtuhumiwa huyu akakaidi. Alijeruhiwa kwa risasi kwenye paja na kwenye nyonga na baadaye kupelekwa kwenye hospitali kwa matibabu, huku hali yake ikiwa ni mbaya. Mtuhumiwa huyu aliyekamatwa kwa tuhuma za kumteka mtoto alifahamika kwa jina la Stanley Dismas Ulaya. Baadaye ilikuja kubainika ni mkazi wa kata ya Nguruka wilaya ya Uvinza ambayo ipo mkoani Kigoma. Mtuhumiwa huyu kabla ya kujeruhiwa akijaribu kutoroka chini ya ulinzi, anatuhumiwa kufanya tukio tarehe 6 mwezi Machi mwaka huu wa 2025, tukio la kumteka mtoto mdogo wa kiume mwenye umri wa miaka 7 ambaye anasoma katika shule ya msingi Mbezi iliyo katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Mtoto huyu aliyetekwa alishushwa kutoka kwenye daladala na baba yake kwenye kituo ambacho kiko karibu na shule ya msingi anayosoma, na hakurudi nyumbani mpaka saa 1 za jioni, wazazi walipoanza kumtafuta na baadaye kufanya mawasiliano na mwalimu wa shule ya msingi hiyo ambaye aliwapatia namba ambayo ilikuwa kwenye daftari, ambapo mtuhumiwa huyu alikuwa akiipiga akitaka namba ya wazazi, na baadaye kupata namba za wazazi na kuanza kutaka pesa kwa vitisho kutoka kwa wazazi, pesa nyingi, kwamba wasipotoa mtoto yule watamdhuru, ikiwa ni pamoja na kumpotezea maisha yake. Jeshi la polisi kwa kutumia wataalamu wake na kuhusisha kamisheni ya kisayansi
na intelijensia walifanikiwa kufuatilia, na tarehe 8 mwezi huu wa Machi mwaka 2025 mtuhumiwa huyu alikamatwa maeneo ya Bagamoyo akiwa na yule mtoto, na akaletwa mpaka kituo cha polisi cha Oysterbay, wakati taratibu zingine za kisheria zikiwa zinafanyika za kutaka kumweka mahabusu, alikurupuka na kukimbia kutaka kutoroka chini ya ulinzi, ambapo jitihada za ziada za polisi zilifanyika za kupiga risasi juu kumtahadharisha, lakini akakaidi na baadaye akapigwa risasi mguuni na kwenye paja na akakamatwa tena, lakini hali yake ni mbaya. Alipelekwa hospitali kwa matibabu. Hali ya mtoto aliyetekwa imeonekana kuwa njema, na taratibu zingine za kumchunguza zinaendelea kuhusiana na afya yake. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kulani vitendo vyote vya kihalifu, vikiwemo vinavyohusisha masuala ya utekaji, lakini pia kuiba watoto na makosa mengine, na kwamba jeshi halitakuwa na huruma. Narudia, jeshi halitakuwa na huruma na watuhumiwa wa namna hii. Litaendelea kuwashughulikia vikali, lakini kwa kuzingatia mifumo ya kisheria. Kwa majina naitwa Johnson Elisha Kolanya. Ilikuwa tarehe 6 siku ya Alhamisi saa 4 asubuhi. Nitoka nyumbani mwanangu nampeleka shuleni. Kufika shuleni nikamshusha, akaelekea shuleni. Nimekwenda kazini kwangu, nilifanya kazi zangu. Kufika jioni saa 1 kapigia simu kwamba hajarudi nyumbani. Kupigia simu nyumbani, tukapigia simu mwalimu wake wa darasa. Mwalimu wake akatokea kwamba mbona mmenipigia, kuna namba ilikuwa inanisumbua sasa hivi. Chukueni namba ipigieni, sababu nataka namba ya mzazi wa mwanao. East Africa Radio Morning Express, your super breakfast. Unajua nilivyosikia ile tukio Kizaudi, kwanza ndo yale mambo mimi wanaongea hapa kila siku. Unajua hata kama ni mhalifu, kuna matukio sio ya kufanya Tanzania. Kwa uhalifu fulani kwa kishamba. Uhalifu wa kishamba sana. Yaani kuna baadhi ya matukio sio ya pesa kwa njia ya kishamba sana. Ndio nachoweza kusema. Yaani hata kama ni mhalifu, kuna nadhani inabidi tuorodheshe matukio ya kihalifu ambayo hayatakiwi kufanyika kwa sasa hivi. Yote yatakiwa, lakini huu ni ushamba zaidi, yani kuteka na kupiga simu ati nipeni. Kiasi. Afu miaka 18. Unajua alijifunza wapi? Waliona wapi hivi vitu? Movies. Kwamba inawezekana hizi ni movie. Ana miaka 18 ukijana. 18. Kwa hiyo maana yeye alikaa mwisho akamwambia ile ndo jinsi ya kupata pesa. Unataka kujua unavuta bangi? Ni bangi. Unapiga simu. Usifuate tukio la kawaida kwa akili zako kama hilo. Alafu eti kwenye mikono ya polisi anakimbia. Kwa polisi wana silaha. Hao ndo wanafanya tunajadili vitu kama hivi. Wakati kuna matukio ya muhimu ya kujadili, kitu tunamjadili yeye sasa. Tukio lake la ajabu. Wewe kijana ni mshamba, na wote ambao mnatoka kwanza unaiaibisha Kigoma. Yeye anatoka Kigoma. Kigoma ina watu waungwana sana. Unaiaibisha Kigoma. Una lolote? Hali yake anasema ni mbaya. Kwa mujibu wa polisi. Anaweza stoboy.